Fanyeni tafakari. Huko kwa mama lakini kule kwangu. Sasa aliyesoma Biblia au aliyesoma hiyo mkuu inabidi ajikakamue. Kwa kweli Mungu anasema tupendane. Tuache machokochoko jamani. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Nasikia milele amina. Jamani, mwenye nyongeza aongeze. Nafikiri hiyo aliyosema mwenye kiti imetosha. Mwenye masiwa asikii. Tunachelewa kazini. Tena muda umeisha sana. Tena anayeongoza sala amevuta sana. Alafu yeye mwenyewe ukimpa hiyo kazi, hawezi. Sana nirudisha sana. Ametuletea marosati, manjia msalaba ama nini hapa. Hakitelewishi. Funge tu. Watu na waika kazi. Mguse sasa huyo wiki iliyofuata mwambie fanya wewe. Naomba Mungu wa mapendo. Hata jumuiya haji. Yaani wewe mpange huyo ambaye mpange uone zamu kama hiyo jumuiya mtamuona. Haji. Kiongozi wewe huna njia nyingine ya kuongea na bosi wako aliyekupa kazi, aliyekupa utumishi kama hausali. Hatuna njia nyingine ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu isipokuwa kwa njia ya sala. Kama hujasali binafsi, hujaongea na Yesu binafsi. Kama hujasali kifamilia, hamjaongea na Yesu kifamilia. Tunaelewana? Kwa nini? Hakuna njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu ila kwa njia ya sala. Sasa maelekezo ya kazi kwa huyo mkurugenzi wako unayapataje kama hujasali? Yaani wewe hujasali, unanyanyuka unaenda kwenye huduma. Unaenda kufanya nini? Unaenda kufanya nini kwao? Pata maelekezo kwa bosi. Kwa njia ya sala unazungumza naye, unamwambia, "Bwana, ninaenda kufanya kazi yako. Naomba unisaidie. Nikienda wale watu wanisikilize, wanielewe. Na ujumbe nitakao hapa, waupokee na wauishi." Sema amina. Amina. Unaongea naye. Ukifika kule, ukifanya kinaeleweka. Kwa nini? Umeongea na nani? Na mhusika. Sasa wewe umeruka kupiga nani kama umetoka juu ya ndani. Umeenda jioni ukija unapata kitandani na Mungu unajua nilipochoka. Nilipochoka wewe mwenyewe ni shahidi. Sala za jioni basali nyingine ambazo sijachoka. Unapata kitandani unapata vile. Mwingine anasali kwa bila. Anasema mwingine aliandika sana za jioni akasema kwa kutaka. Kwa maana tangu sana za jioni kwa kwa anaona anachelewa, sema anachelewa. Na amechoka, kweli tumechoka. Najua hata huwa mnachoka sana. Sema hivi, yaani ikifika ile ndio ya sababu nisisikia tu yaani kama mtoto. Yaani wewe na mtoto hakuna tofauti. Yaani kama vile nimekuona. Namna unapopanda kitandani jioni. Na namna asubuhi nao nakuruka. Huyu mshuka kabla yako ni na wao ni ndio sawa tafadhali. Umeongea na huyo bosi mwenye hiyo jumuiya. Unachukua makabla zako huyo. Unaenda kufundisha watu sala wakati wewe mwenyewe hujui sala. Nafasi hii uliochaguliwa, jiimarishe kwa sala. Kama hujui sala, jifunze nini? Sala. Nunua kitabu jifunze. Amen. Jifunze rozari ya kawaida, rozari ya huruma, sala za asubuhi, sala za jioni, ikawa usali na ufundishe familia yako. Amina. Ukienda kule kwenye jumuiya, watu watakufurahia. Lakini ukikaa hivyo, ukifika kule wewe mwenyewe unakwambia kiongozi tuongoze. Unasukumizia mwongozo kwa hata ambaye sio kiongozi. Huyu anajua tuongoze.
Inafika wakati wa kuongoza sala hawezi. Anasukumiza mwongozo kwa mtu. Kwa nini? Ni kwa sababu nyumbani hausali. Tukifika pale jumuiani tunatafutana mtu wa kuongoza sala, mtu wa kutoa tafakari. Kwa sababu hakufanya mazoezi nyumbani. Kafanya leo. Kuna fundisho moja bila nikwambie. Tunasema hivi, watoto, sema watoto. Watoto wanapokea tangazo la imani kwa mara ya kwanza kwa baba na mama. Tangazo la imani wanapokea kwa nani? Kwa mara ya kwanza. Mpaka aje akutane na mwalimu huko kwenye mafundisho. Miaka mingapi jamani? Wanaanza mafundisho ya komunyo. Miaka 8, miaka 9, miaka 10, si ndio? Hichi kipindi chote mwalimu alikuwa nani? Sema mimi. Sasa mwalimu wewe ndio hujui sala. Mwalimu wewe ndio hujui ishara na sala. Mwalimu wewe hata kusoma hiyo Biblia hata si ajabu hata hiyo Biblia huna. Hata kusoma mstari mmoja ukaelezea hamna. Alafu unatengeneza mtoto. Baadaye akija kuwa haendi jumuiya wala kanisani unalalamika. Kumbe msingi ni wewe mwenyewe ulifanya nini? Sala ni muhimu sana. Sala ni muhimu. Najifunze sala za kitabu na sala za kutoa wapi? Moyoni. Sema moyoni. Unakumbuka pale nilisema mwanzoni kwamba kwenye mikutano wakati mwingine ukiambiwa fungua kwa sala unakwepa. Kwa nini unakwepa? Sala ulionayo ni ile ya kitabu uliokariri. Tukikwambia tukunyang'anye kitabu, umemtoa samaki kwenye nini? Kwenye maji. Sasa yote anafanya nini? Jifunze kutoa sala za wapi? Za moyoni, kulingana na nini? Tukio. Wamama, acheni kusalisha hivi. Kuna wamama wengine wanasalisha hivi kwa watu. Anasalisha hivi, anaweka chakula tuseme hivi. Hapa ameweka ugali, hapa ameweka dagaa, hapa ameweka mboga za majani. Anawaambia watoto sikilizeni. Mboga sasa hivi ni za shida sana. Na huu kame na hii hali ya hewa ni kwa shida sana. Kwa hiyo tumie mboga vizuri, ugali na mboga viishi kwa pamoja. Ugali na mboga viishi kwa pamoja. Mboga itakuja kuisha shauri yetu, tutakula kwa hiyo kama. Haya, kuleni sasa. Hiyo ndio sala ya kuombea nini? Chakula kimaliza, kuleni sasa. Haya, wakimaliza unaona wanaondoka moja moja na vyombo wanakuachia. Unaona huyu anapita hivi. Na unaona huyu anapita, unabaki na sahani hapo ndani. Ulianza kitu gani? Na itaishia utakuachia na vyombo utaanza kuita. Kumbe ungeanza kwa sala, mkamaliza kula, mkashukuru kwa pamoja. Neema ya Mungu ndani. Na Mungu ameondoa. Na asante baba mngekupa na mama mngefanya. Lakini vinginevyo utaona wananyanyuka tu moja moja. Unabaki na vyombo. Nimalizie na mfano huu pia. Kuna siku moja padre alifanya ibada ya mazishi. Akafanya ibada ya mazishi iko sehemu tatu. Kuna ibada ya ndani, ibada ya nje na makaburi. Akafanya ya ndani, akamaliza akaja akafanya ya nje, alipomaliza ilipofika wakati ya makaburini, akaita mwenyekiti wa jumuiya. Akamwambia sasa, endelea na hiki kipengele umalize mpaka makaburini. Mimi nawahi msiba mwingine. Hadi akaondoka. Haya, bahati mbaya na ile misale padre akaondoka na misale ameondoka, ameenda kwenye msiba mwingine na yeye ana misale. Anafanyaje sasa? Akaanza sasa kuombea sasa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu tubariki sisi na chakula chetu. Hiyo ndio sala ya Biblia. Ukienda kwenda makaburini, utubarikie sisi na chakula chetu. Tule tupate nguvu ya kutumikia vyema. Amen. Tuchukue mwili tupeleke makaburini. Unafikiri kwa nini amesali hivyo? Amesali hivyo kwa sababu hiyo ndio sala aliyokaribishwa na katekista wake. Wakati ule wa mafundisho ya komunyo na kipaimara. Sala ya kuombea nini? Chakula. Yeye akajua ni kila mahali.
niimarishe kwa sala. Sisi ni viongozi wa sala. Amina. Wewe ni kiongozi wa nini? Mtu wa ibada. Hii naomba niiseme kwa ufupi. Mtu wa ibada. Tuna ibada za jumuiya, ibada za kanisani. Kwenye amri ya Mungu ya 3 inasemaje? Amri ya kwanza ya kanisa inasemaje? Hudhuria misa takatifu, Dominika na sikukuu. Haya, nirudi nyuma. Nimeweka mbele. Dhambi ni kufanya nini? Hiyo najua itawasudia. Dhambi ni kuvunja kwa makusudi amri ya Mungu na ya kanisa. Okay, nisipokuja kanisani nimetenda dhambi, sijatenda? Nimetenda. Wakati walishaongea dhambi ya kutokuja kanisani. Mmoja tu wawili wamezidi kuongezeka. Yaani kujaja kanisani alafu ukaja ukaungama hiyo dhambi. Mmoja yule tatu. Wengine wanaanza kutafakari na hiyo inanipa mashaka kwa sababu lugha niliyoongea inaeleweka kabisa. Unakuja kanisani umevunja amri ngapi? Hasa kwa makusudi, yaani haumu wala hamna sababu ya pekee iliyokusudi. Nimechoka, weekend, kila siku naamka usiku, hata leo ni usiku. Hiyo inakuwa ni dhambi. Umevunja amri ya Mungu na ya kanisa. Sasa wewe ni kiongozi wa ibada, inabidi wewe uwe mfano kwenye ibada za jumuiya, ibada za kanisa. Kwa nini? Usipofanya hivyo unatenda dhambi, na mbaya zaidi unawashawishi na wengine wasiende wapi? Wakishaona mbwana hii kiongozi hajafanya, mbwana hii kiongozi, mbwana kanisani hajaenda, mbwana jumuiya hajaja. Yaani kama uthamini ibada, kumbuka kuna hasara mara ngapi? Kwanza wewe, lakini pili unaowaongoza. Wanasema kama kiongozi hajafanya na sisi hatufanye. Kama haendi na sisi. Sasa mahali utakakokosea, wewe ni mvuvi wa jumuiya, mvuvi wa kanisani, alafu unamshauri mtu kwenda kanisani. Alafu bahati nzuri anakufahamu. Ambia mwana ujenge jumuiya. Unajifanya wewe ndio unaendaga jumuiya. Hii umeanza tu juzi ulipochaguliwa. Na tulikuchagua makusudi ili uende jumuiya. Haya unanyoya kama mkia na mkia umelala. Amefungua nini? Siri ndio kufika. Wewe unaanza kwenda nini? Anza kwa kwenda. Maana tulikuchagua ili uende. Unajisikiaje huko? Utakuwa na ujasiri wa kutoa neno lingine. Utanyoa tu taratibu. Utatunyoa tu taratibu. Ili upate ujasiri. Nasemaga mwalimu ili apate ujasiri ya kukamata wachelewaji na wasio kuja mafundisho au darasani, lazima yeye awe mhudhuriaji, awe anawahi. Ndio utajua wasio kuja, ndio utajua wachelewaji. Sasa wewe ni kiongozi, inabidi hivyo vitu sasa ukavifanya upya, uwe wa kuwahi na wa kuhudhuria, ili wakamate wasiohudhuria na wachelewaji. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu.